Kwa wale waliokuwepo wakati wa ibada yetu, tulijifunza kitu muhimu sana. Tuliona makosa ambayo wakati mwingine yanasababisha mtu aweze kurudishwa nyuma katika pambano lolote. Adui wanakurudisha nyuma. Tukaona Waisraeli walirudishwa nyuma na watu wa mji wa Ai. Kosa lilikuwa ni Akani alikuwa amekosea, na tukasema ya kwamba ni vizuri kujiridhisha kabla ya kuangalia na kulaumu. Usipende kulaumu watu, maana katika kulaumu watu inakusababishia wewe usione makosa yako. Haleluya. Kitendo cha unapokosea, unapokuta kuna kasoro kwenye maisha yako, unapokimbilia kulaumu watu, kinakuzuia wewe usione makosa yako. Unapoona ndoa yoyote imeharibika, ukichunguza vizuri, kosa sio la mtu mmoja, ni makosa ya watu wangapi? Japo viwango vya kuchangia vinaweza kuwa tofauti. Mmoja anaweza kachangia 10%, mwingine 90%, lakini amechangia. Kwa hiyo ni vizuri sana, kabla ya kukimbilia kulaumu mtu, anza kujifanyia tathmini we mwenyewe. Maeneo unaona kwamba yana kasoro kwenye maisha yako, rekebisha kwenye maisha yako. Narudia tena, kutafuta kulaumu wengine ni kuepuka kupata suluhisho. Tafuta suluhisho. Haleluya. Nakumbuka tulisema kwamba kila mmoja ajitathmini yeye mwenyewe. Angalie katika maisha yake, endapo una nadhiri na Mungu, una kitu ambacho ulimwahidi Mungu, ahadi na Mungu, ukamwambia Mungu, nitafanya hivi, nitakufanyia hivi, lakini Bwana alivyokutendea hukutenda. Kuna viapo ulimwambia Mungu, kuna vitu ulimwambia Mungu, ahadi ulimwahidi Mungu, na Mungu akakujibu, akakutendea, lakini wewe hukutimiza ile nadhiri. Mtimizie Mungu nadhiri zako, mtimizie Mungu ahadi zako. Na unapogundua kwamba kuna nadhiri ambayo ulimwahidi Bwana na hujafanya hivyo, na huenda ikawa ndio kizuizi cha wewe kusonga mbele, unakwenda kutubu, unamwambia Mungu akusamehe, na unaanza kutimiza. Haleluya. Unaanza kufanya nini jamani? Kutimiza. Ni jambo muhimu sana, lazima uanze kutimiza. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 6. Ukifika hapo sema amina. Nitatumia Kiswahili cha zamani, alafu baadaye kwenye Yoshua nitaenda Kiswahili cha kisasa. Ukifika hapo sema amina. Haya, naanza na sentensi muhimu sana. Chochote unachokiona katika ulimwengu wa kimwili kilianza katika ulimwengu wa kiroho. Sentensi hiyo imeeleweka kwanza au bado? Naongea na watu au naongea na binadamu? Yaani watu wa huku ndio hawasemi? Hapana, hawasemi. Na mimi tabu yangu nikifundisha watu ambao hawasemi huwa naacha. Kwa hiyo tukubaliane. Mshike mkono jirani yako, mwambie changamka. Haya. Chochote unachokiona katika ulimwengu wa kimwili, unachokiona kinashikika, kilianza kwanza katika ulimwengu usioonekana. Hapo tumeelewana? Hapo safi kabisa. Ukiona hiki kibweta kimetengenezwa hapa, kuna mtu kwenye akili yake alikuwa na picha ya hiki kitu, podium yetu, ya kwamba itakuwaje, akaanza kuidesign vizuri kwenye akili yake. Huenda ingekuwa ni kwenye wale wenzetu ambao wanatumia kompyuta, akaingiza kwenye kompyuta, ikadesigniwa, baadaye ikatoka ikiwa nzuri kabisa kama unavyoiona. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha ya kimwili, maisha ya kindoa, maisha ya kiuchumi, maisha ya kiroho, kwa sababu kile ambacho wanakitarajia hawajakitengeneza kwanza katika ulimwengu usioonekana. Ninatulia kidogo ili ingia akilini, na kama kuna sehemu unaona mchungaji hapa sijamuelewa, niliwaruhusu mniambie, mchungaji hapo rudia, na nitarudia kabisa ili tuweze kuelewana. Haleluya. Kwa kila kitu ukitaka uweze kushinda, ukitaka uweze kuendelea, ukitaka upige hatua, lazima ujue namna ya kushinda. Kwanza kiroho, ndipo kimwili. Mtoto wa Mungu yeyote ambaye yuko duniani, hakuna ambaye ana mrengo wa kati. Ni aidha uko upande wa Mungu au upande wa shetani.
Kwenye kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili, sijui kama wainjilisti wetu wanavyo kitabu pale, Ellen White anasema ya kwamba hakuna sehemu, hakuna mfuko ambao unaweza kusema huu ni mfuko wa kati. Anasema ni fedha lazima itolewe kuweka ufalme wa Mungu, kuimarisha ufalme wa Mungu, kuunga mkono ufalme wa Mungu au kuunga mkono ufalme wa shetani. Hakuna njia ya katikati unaweza kusema mimi siungi upande wa shetani wala siungi mkono upande wa Mungu. Hiyo haipo. Lazima ukiwa na fedha katika mfuko wako, ukiwa na fedha kwenye akaunti yako, ikiwa pale, ikiwa inatazamwa, matumizi yake yataunga mkono ufalme mmojawapo kati ya falme mbili. Aidha iunge mkono ufalme wa Mungu au ufalme wa shetani. Hakuna mfuko ambao unasema huu ni wa katikati. Hilo limeingia akilini vizuri. Hakuna namna yote, lazima uunge mkono ufalme mmoja. Sasa basi, ukishaitwa mtoto wa Mungu, wewe hapo ulipo unaponitazama, umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe kuanzia hapo, wewe sio mali yako tena. Haleluya! Kila kitu cha kwako kinatengenezwa au kinatumika kwa ajili ya ufalme, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Iwe ni wale kuku unaowafuga, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Iwe ni ng'ombe, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Iwe ni nyumba yako, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kila kitu ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Iwe ni nguo unazovaa, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haleluya! Iwe ni chakula unachokula, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Biblia inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kwa unaponiuliza mchungaji, kwa nini mara kwa mara unafundisha masuala ya afya? Ni kwa ajili huo mwili wako umeandaliwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haupo tu. Kwa nini tunasema inapaswa watu wavae katika mfumo sahihi? Ni kwa sababu mavazi yako na muonekano wako ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wanandoa tulikuwa nao kwenye darasa hapo, wamesikia vizuri. Tukasema kwamba namna jinsi unavyovaa tu, kuna mavazi ya kuvaa ndani na kuna mavazi ya kuvaa nje. Hii haihusiani na kwenda mbinguni. Umeokolewa tayari, lakini baada ya kuokolewa unaendelea kusapoti ufalme gani? Inaangalia sana hii vita kwa ukaribu inayoendelea sasa hivi. Kuna baadhi ya maeneo majeshi ya Israeli yamedhibiti kweli kweli, hawataki wapite, pamedhibitiwa sana sana. Na mojawapo ya sababu anakuambia hasa maeneo ya baharini wameyadhibiti kweli kweli. Moja ya sababu anasema tunadhibiti maeneo ya baharini ili yasije yakatumika kusafirisha silaha. Nisikilize kidogo. Wakati mwingine unaweza ukashangaa unashambulio katika shamba lako. Issue sio shamba. Issue ni kwamba adui anazuia kitakachotokea kwenye shamba, maana kinakwenda kuleta silaha katika ufalme wa Mungu. Kuna saa ndoa yako inashambuliwa. Tatizo sio ndoa yako, mume wako hana shida, mke wako hana shida, mama mkwe sio tatizo. Tatizo ni kwamba hiyo ndoa ikitazamwa katika jicho la kiroho, inaonekana kwamba inakwenda kuzalisha silaha ambayo itakuwa ni kinyume na ufalme wa giza. Kwa ufalme wa giza inabidi ushambulie hiyo ndoa pasiwe na amani, maana siku ikiwa na amani, mkipatana wewe na mke wako, mko katika umoja, nyie ndio mtakuwa wa kwanza kufadhili mikutano ya Injili, naye hataki. Kwa lazima alete mgogoro. Tujifunze kushinda kwanza katika ulimwengu wa kiroho, ndipo tutashinda katika ulimwengu wa kimwili. Haleluya. Amen. Ndugu yangu, nifungulie kitabu cha Ibrania sura ya 11. Fungu la 2. 11:2. Nataka tuanze ile picha kwamba unachokiona lazima kilianzia katika roho, katika kisichoonekana, ndipo kinakuja katika kinachoonekana. Na hili ulizingatie vizuri sana. Huwezi kupiga hatua kama wewe sio mshindi rohoni kwanza. Ndio maana Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. Wewe pata mali alafu huna nguvu za Mungu, ile mali itapukutika au ile mali itakuharibu. Twende. Anasemaje ndugu yangu? Waebrania 11 aya ya 2. Ndio. Nasema, maana kwa hiyo. Anzia fungu la kwanza basi, ili tuende vizuri. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayofanya nini? Yanayotarajiwa. Ndio. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Naam. Maana kwa hiyo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni mambo yanayoonekana. Ni mambo yasiyo. Yaani hukioni katika mwili,
lakini katika roho unakiona. Haleluya. Amen. Endelea. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Ndio. Aya 3. Ndio. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu. Hebu subiri kidogo. Wote funga Biblia yao. Wote isipokuwa huyu mmoja tu. Alafu mniangalie. Rudia fungu la pili wakati wameniangalia sasa. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Stop hapo. Ukiona Ibrahimu anashuhudiwa, ukiona Isaka anashuhudiwa, ukiona nani anashuhudiwa, ni kwa imani. Walianza na imani kwanza, ndipo vitu vikajitokeza. Haleluya. Amen. Na kinachokurudisha nyuma, wewe unataka kuona vitu kwanza kabla ya imani, wakati kinachotangulia ni imani, ndipo vionekane. Haleluya. Amen. Unapoona vitu haviendi sasa, unakata tamaa mapema. Haitakiwi. Anasema wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hiyo twende fungu la 3 sasa. Ndio. Aya 3. Ndio. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Naam. Hata vitu hapo vinavyoonekana. Rudia. Hata vitu vinavyoonekana. Rudia tena hiyo sentence. Hata vitu vinavyoonekana. Stop hapo. Mtazameni. Hiki mnakiona? Naongea na watu wana binadamu. Hiki mnakiona? Yule bwana mnamuona? Hata vitu vinavyoonekana. Ndio. Havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Usije ukadhani vitu vinavyoonekana vilitengenezwa kutokana na vitu vilivyo waziwazi vinavyoonekana. Hakuna. Hicho kitu hakuna. Aya 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu. Ishia hapo. Sasa tutazamani sasa. Kuna habari, kuna mtu ambaye utaendelea kukaa. Nafuu kidogo huku vijijini. Wale wa mjini wanaonitazama ndio wanaliweba hili zaidi. Mungu alikuumba ili uwe na nyumba yako, lakini hutakaa kuwa na nyumba yako mpaka utoke nje ya boksi. Na kwa sababu wewe hujashtuka na kujitambua umeumbwa ili kumiliki nyumba, kwa hiyo unabakia kwenye nyumba ya kupanga. Hiyo namba 1. Namba 2, kuna mtu ambaye mpaka sasa hivi amenunua kiwanja lakini hawezi kujenga kwa sababu anadhani ili ujenge lazima uwe na pesa, wakati kiukweli ili ujenge ni lazima uwe na Mungu kwanza. Haleluya. Amen. Hamjawahi kuona nyumba ambazo zimejengwa alafu imeishia kwenye lenta na haiendi zaidi ya hapo? Ninapoambia kwamba nimekutana na watu wengi na vitu vingi, kwa hiyo nione hivi nilivyo, uniache hivi hivi, mtazamo wangu kuhusu maisha ni tofauti unavyofikiria. Unakutana na mtu anakusimulia kabisa, na sio story moja wala mbili, mpaka kutengeneza hili somo. Nimeona watu kadhaa wanahangaika na nilivyoona stories zinafanana, ndipo nikisema lazima kuna kitu cha kiroho ndani yake. Mtu anakuambia wazi kabisa, mchungaji, nilivyofika tu kwenye lenta, kila nikiwaza kujenga ile nyumba naingia hasara. Nikiwaza kitu kingine pesa zinakuja. Akiwaza kujenga ile nyumba, mwingine hata hakumbuki kabisa. Unatakiwa kuelewa hili. Shetani akitambua kwamba kitendo cha wewe kumiliki nyumba kitasababisha ufalme wake uingie kwenye shida, ataendelea kukushambulia usijenge. Utabaki nyumba ya kupanga, utabaki maeneo ya... Hamjawahi kufika maeneo mkaona kabisa kuna familia au ukoo wamebaki hivyo hivyo, hakuna anayetokeza kimaisha, hata pambane kiasi gani hakuna anayetokeza. Sio kana kwamba wale watu hawana akili, ila ni kwa sababu shetani anahitaji kuwafanya kuwa mtaji wao wa kibiashara, mtaji wake wa kibiashara au silaha zake za kiroho, ili kuendelea kushambulia. Na ili uweze kusogea mbele katika kazi, katika ajira, katika ujenzi wa nyumba, ununuzi wa shamba, lazima hilo shamba au hiyo nyumba ijengwe kiroho kwanza. Unaweza kusema, mchungaji, unajengaje nyumba kiroho kwanza ili ndipo uweze kuijenga kimwili? Kila mpango wako wowote katika maisha yako wa kimaendeleo, anza kumkabidhi Bwana kwanza. Amen. Acha kwenda kichwa kana kwamba wewe una akili. Biblia iko wazi, imesema kabisa, usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atayaongoza mapito yako. Kinachotuponza binadamu tulio wengi sana ni kwamba katika mafanikio yetu tunahitaji kutukuzwa sisi na sio kumtukuza Mungu, wakati tunajua kabisa kwamba Mungu akikuacha hata sekunde moja huwezi kufika popote.
huwezi kufika. Angalia hizi bongo za watu, hizi ubongo ulivyo tu. Angalia kila mtu na ubongo wake umefukiwa humo ndani na ile fuvu la kichwa. Ubongo wako huo ukiguswa kidogo, ukipata ajali ya bodaboda, unaweza ushindwe kuongea kwa kuguswa tu eneo kwenye ubongo wako. Acha kiburi, acha kuringa. Sisi maisha yetu yote tunamtegemea Mungu. Haleluya. Amen. Mipango yako ipeleke mbele ya Mungu kwanza, maana kitendo cha kwanza kupeleka wewe na mambo yako wewe uonekane wewe. Kuna hatari ya kujiinua wewe. Wewe si lolote bila Mungu. Hukuja duniani peke yako, uliumbwa. Umeshtukia tu umetokea duniani, umezaliwa tu ukaanza kuwa na akili timamu. Huwezi kujisogeza hata kitu kidogo, hakuna kitu. Mungu ndiye yote katika yote. Amen. Nakupa ushahidi wa Biblia kwamba Mungu asipokujengea nyumba kiroho, usipoanza kujenga nyumba kiroho, hata kama ukusanywe tofali, hutoboi. Zaburi 127. Hutatoboa hata ufanye 127. Ukifika hapo sema amina. Amina. Zaburi 127. Yaani kuanzia leo kuna watu hapa, wenda ile somo ni kwa ajili yako. Umekaa na unafikiria kujenga nyumba na hutoboi. Anza kuanzia leo kufuata hizi kanuni ambazo nakwenda kukuambia. Ukizifanyia kazi utaona matokeo yake. Na kuna siku moja tutakuja kusema, mchungaji, ulikuwa unaongea nilikuwa sikuelewi, ila sasa nimeelewa. Kumbe kiburi kimetuponza. Tukubali kunyenyekea ili Mungu afanye kazi katika maisha yetu. 127 Zaburi, fungu la kwanza. Nasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Ishia hapo kwanza. Umesikia hiyo sentence? Bwana asipoijenga, anayejenga kazi bure. Hakuna unachofanya hapo. Wewe acha hii dunia. Mungu atusaidie tuwe tu na moyo wa unyenyekevu. Mungu tu atusaidie. Hakuna mtu ambaye yuko salama. Nimai kuona mtu alijenga nyumba nzuri, ile anamaliza, ilikuwa kesho yake tunakwenda kuweka wakfu, akafa usiku kwa shambulio la moyo. Kwa hiyo ametengeneza nyumba yake vizuri, hata hakuingia. Halafu nashangaa kuna kajamaa tu fulani hivi kana kakiburi kwa sababu kana hela. Hizo hela zenyewe uliza ni shilingi ngapi? Ni milioni 20. Milioni 20 unatishia watu kijijini, nitakukanyaga alafu nitakulipa. Tani hii dunia hii. Mungu atusaidie sana. Anasema Bwana asipojenga nyumba, anayejenga anafanya kazi bure. Utapanga tofali hapo, utafanya unachofanya, utaishia kwenye kuweka tofali kwenye kiwanja. Kila ukiwaza kwenda kujenga huendi. Kila ukiwaza hukanyagi, hufiki hapo. Mpaka unajiuliza, nyinyi ni mashahidi kwenye miji yetu tunaona kuna majumba yameishia kwa mapagale tu. Mpaka unauliza, hivi mwenye hii nyumba yuko wapi? Nenda ukamwone alipo. Kuna watu msione hapa huko barabarani huko mjini mnakoenda. Kuna mtu ana ofisi nzuri, anaenda anafunguliwa mlango na mlinzi wa shirika. Lakini yule mlinzi ana nyumba, lakini bosi anaishi nyumba ya kupanga. Na hata akili ya yule bosi kushtuka kwamba hivi imekuwa kwaje? Huyu mlinzi unayemdharau yeye akifika anafungua ufunguo kwake. Ndugu zangu, tumrudie Mungu atupatie hekima za kuishi kwenye hii dunia. Amen. Tumrudie Mungu. Bwana asipojenga nyumba, anayejenga anafanya kazi bure. Njoni kwa wanafunzi wanaonisikiliza hapa, wako sekondari, wanakwenda kusoma kule. Yaani iko rahisi namna hii. Bwana asipokuwa pamoja nawe darasani, hoja sio kupata A, hoja sio division 1. Kuna watu wana division 1, wametoka na division 1, lakini nendeni mkaangalie maisha yao sasa hivi. Kuna mtu ambaye alitoka na division 3, ana maisha mazuri kuliko mtu aliyepata 1. Unajiuliza, fulani si alikuwa anatusumbua darasani sana? Ndio, alikuwa anatusumbua darasani. Yuko hapo sasa hivi. Unasikia yuko hapo, ameajiriwa hapo sehemu fulani. Maisha yake kawaida tu. Kawaida. Ninakazania sana watu wasome, na watoto nawaambia someni sana, hasa vijana wa Kiafrika. Popote napowakuta, someni sana. Hatuwezi kushinda haya mambo ya changamoto za kiuchumi za mataifa ya Magharibi na Afrika na Asia bila kuwa na vijana wasomi. Lakini katika shule zote mtakaoenda kusoma, mtangulize Mungu. Amen. Mtangulize Mungu. Mungu ndio kila kitu. Haleluya. Amen. Njoo kwenye kulinda. CCTV kamera zinawekwa katika majumba. Ni kweli tunaweka ulinzi wa kutosha, tunaweka kila kitu. Kuna kiongozi mmoja mkubwa sana aliuawa na bodyguard wake. Yaani anayemlinda ndiye akamgeuzia risasi. Ndipo linafuata fungu lingine, mstari mwingine unaofuata hapo. Kwenye andiko hilo. Soma vizuri ndugu yangu.
Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mungu atusaidie sana. Siku moja nilikuwa na mambo mengi kwenye mkutano. Ulikuwa ni mkutano, watu walikuwa wengi, wamekuja hapo, watu wengi na vitu vingi kichwani. Nikajikuta pale nilipokuwa nimekaa, nimeacha simu yangu. Na ni simu ambayo ni simu, umenielewa? Yaani ina kila kitu kiko hapo. Hata kama nikiwa na hawa wanao nishuti kamera hapa, ikiwa hawapo, ile simu inaweza ikafanya hiyo kazi. Nikaisahau. Na tukaondoka umbali. Tulikuwa sehemu ambayo nilikuwa ninalala ni kama kilomita 15. Naingia hotelini, nahitaji kuchukua ile simu ili nitengeneze material ya somo la kesho. Ndipo naanza kutafuta, sioni. Nampigia driver ambaye tulikuwa naye, bwana chonde, nimeacha simu kwenye gari. Naye akaangalia, hakuna. Nikamwambia, sikiliza, nimekumbuka, niliacha kwenye kiti pale kwenye uwanja wa mkutano. Akanambia, pastor, kwa hili jiji nakupa mfano, umedondosha simu Kariakoo, unarudi kutafuta. Na mimi nikasema basi imeisha. Kwa hiyo nilichokuwa nakazana wakati ule ni kuingia kwenye website ili nianze kuitafuta, kuitrack ile simu, niifuatilie kama kuna mtu amechukua, iko wapi na nini. Lakini kwa sababu nilikuwa nimeweka kwenye flight mode, kwa hiyo wakati huo siwezi, ni mpaka mtu aiwashe au labda aende kuiflash, ndipo nitaanza kujua imefanywa hivi. Hangaika. Baadaye nikasikia tu jasiri ndani ya moyo, ninaamini ni wa Roho Mtakatifu, sio wa kwangu, maana hofu iliniingia. Nikamwambia, rudi pale kwenye uwanja, nenda kwenye kile kiti pale, uangalie hiyo simu haipo. Akanambia, pastor, sema tu tukuchangie, mtu wa Mungu, tutakuchangia, utapata simu nyingine. Nikamwambia, rudi, tatizo sio simu, ni material yaliyoko humo, rudi. Alirudi kwa sababu nimemkazania, lakini moyo wake, jamaa akarudi, akafika mpaka kwenye kile kibweta ni kama hiki, akanipigia, si pastor, niko hapa, simu sioni. Nikamwambia, vitu wamevitoa? Akasema hapana, ila wamevipandikiza juu ya viti, na mlinzi alikuwa yuko pale analinda viti, yani kama viti vya plastiki hivi wamepandikiza. Nikamwambia, fungua hiyo viti, yani toa jinsi vile pandikizwa. Akatoa, sema, pastor. Nikamwambia, toa tu, malizia, roho yangu tu iridhike. Kutoa nasikia mwanaume anasema, nikamwambia, vipi? Asema, ilikuwa kwenye kiti cha chini kabisa, jamaa waliweka juu yake. Ina maana hata waliokuja kuweka juu hawafanya nini? Bwana asipolinda. Sasa na mimi nikuulize, kuna ujanja gani wa kuzuia simu isibiwe hapo? Maana kwa mfano unaweza labda pastor aliomba, nimeshakwambia hapa, sikuomba, nilikuwa kwenye woga na msongo wa mawazo tayari. Tuache kuchukua credit za Mungu, tumpe Mungu haki yake. Bwana ndiye yote katika yote. Amen. Chochote ulicho nacho kizuri, jua Bwana ndiye aliyekufanyia kwanza. Haleluya. Amen. Sasa sikia hii kanuni rahisi. Una kiwanja chako mahali, umeshanunua kiwanja, au tuanze na mtu ambaye hana kiwanja kabisa? Tuanzie, huna kiwanja. Anza kuulizia bei za viwanja na maeneo unayotaka. Haleluya. Baada ya kuulizia na kujua ile maeneo unayoyataka, weka katika mpango wako aina ya kiwanja unachokitaka ni cha bei gani. Weka. Ndugu zangu, Mungu hajaumba watu ambao akili zao hazifanyi kazi. Yesu amewaambia wanafunzi wake, ombeni lolote kwa jina langu. Tena akawaambia hivi, hata sasa hamjaomba. Mimi nilikuwa nadhani wameomba, lakini anasema hata sasa hamjaomba. Ndipo anarudia anasema, ombeni ili furaha yenu itimie. Kumbe tunaye Mungu ambaye tukifurahia na yeye anafurahia. Haleluya. Andika pale kabisa. Ukishaandika kile kiwanja chako, nataka kiwanja eneo fulani, kina thamani hii, peleka hoja mbele za Mungu. Lakini peleka hoja kwa imani, sio kwa mashaka. Maana kadhaa nikihubiri mimbarani wanawaambia watu wanaonitazama, siku utakaponiweka mimi tofauti na wewe, utakuwa umechemsha. Lakini lazima uelewe mimi ni mtu kama wewe, mimi nakula ugali na sukuma wiki kama wewe.
Yaani na mimi nikipita barabarani nikiona kamhindi nasema jamani, nimemisi muhindi hapa. Hebu ngoja nile. Yaani ni yale maisha ya kawaida ambayo tumeyazoea. Lakini tofauti hakuna tofauti yoyote. Ni kwa sababu tu mimi nilikuja kugundua huyu Mungu ananipenda sana. Haleluya. Hata Yohana sio yeye ambaye ameandikwa na wengine, yule mwanafunzi anayependwa. Aliandika mwenyewe. Kwa hiyo na wewe anza kuandika Mungu ananipenda sana. Amen. Haleluya. Anza kujiandika wewe mwenyewe. Ukishaandika ule mpango wako vizuri wa kiwanja chako ambacho unakitaka, nenda mbele za Bwana, nenda na moyo wa imani ya kwamba Mungu atakupatia. Kipi kinakupa ujasiri? Rudi Waebrania sura ya 11 ndugu yangu, fungu la 6. Kipi kinanipa ujasiri kupeleka hizi hoja? Na usije ukapeleka hoja ndogo ndogo. Peleka hoja ambayo ikijibiwa kweli utukufu utakuwa wa Mungu. Wewe usipeleke maombi ya kuombea kupika mboga pale, mnaanza kuomba, Baba, hizi mboga zikiiva nitakushukuru. Muujiza gani huo? Sema kitu ambacho hata kikitokea una ujasiri wa kuambia watu, huu ni mkono wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Hebu soma Waebrania 11:6. Sikia maneno haya. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Sasa kule Mwanzo 11:1 tumeambiwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Tuko sawa sawa eh? Umeandika kiwanja chako, bei yake na kila kitu, unaingia kwenye maombi chumbani kwako ili kuomba. Sikia kitakachokuja. Kiwanja ni milioni 10 au milioni 5, milioni 3. Tuangalie kwa mazingira yetu. Kwenye akaunti yako ya M-Pesa unasongesha. Tuko sawa sawa eh? Ukiangalia havipelekani. Na kiukweli hata akili yako yenyewe inakuambia kwamba hiki kitu unachokiomba hapa mbele za Mungu hakiwezekani. Na mimi nakuambia hivi, kama una milioni 6 kwenye akaunti yako, unakwenda kupiga magoti kwa ajili ya kiwanja cha milioni 3. Hapo hakuna muujiza, maana unapunguza tu hela zako zinaenda huko. Muujiza ni pale ambapo unasongesha, lakini Mungu anakufungulia mlango, unanunua kiwanja. Hapo ndipo kuna muujiza ndani yake. Pafanyike kitu ambacho hata watoto wako utawasimulia, utawaambia ni Mungu aliyefanya mambo kama haya. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwani imani ni nini? Ni kuona kisichoonekana kana kwamba kipo. Mungu atusaidie sana. Amen. Mimi nimewambia mengine hapa siwezi kusema waziwazi tu, naambia kwa lugha ya kufundishia. Nilimwomba kitu miaka 3 Mungu, miaka 3. Amekuja kunijibu mwaka 2023 tena mwishoni. Kwenye nusu ya mwaka ndipo anakuja kunijibu. Ila nilikuwa na sera moja tu. Kila nikiingia kwenye maombi, nakumbuka nilimuomba kama mara 3. Baada ya zile mara 3 nilipomaliza, hata nilikuwa sijui kwamba nafuata kanuni ya kiroho, na mimi nilikuwa sijui, nilikuwa nafanya tu, kumbe ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Baada ya kumuomba mara 3, sikuendelea kumuomba tena, niliacha. Lakini kila nikikumbuka nilikuwa ninamshukuru na kumkumbushia. Haleluya. Amen. Unasema sasa kumkumbushia sio kwamba unamuomba tena, hapana. Mimi nikiwa nimemwambia Pastor Masatu, ninaomba ikifika mwezi wa 7 unifanyie mpango nipate magunia 2 ya maharage. Maana kule kwake kuna maharage. Ni mfano natoa, sina maana kweli yapo. Ni mfano tu natoa. Ina maana kwamba ikifika mwezi wa 5 ninamkumbushia. Sio kama namuomba tena, ila nina uhakika nitapata maharage, ila ninamkumbushia. Na sio kwamba anasahau, lakini ni ile tu kwamba Bwana, mazungumzo yetu yale. Mungu ametaja mara kadhaa kwenye Biblia, nikumbusheni. Ukisikia Mungu asema nikumbusheni, haina maana kwamba anasahau. Ukisikia Mungu asema Mungu akamkumbuka Nuhu, haina maana Mungu alimsahau. Mungu anaeleza kwamba vitu vyenu ninavyo siku zote. Nilipoomba mara 3 sikurudia tena kumwambia nipe. Zaidi sana mwambia asante, maana we ni baba yangu na unakubali nikuambie vitu vyangu, na ile habari nimekuambia. Na kama nilivyokuambia ni kwamba ukinitendea hivi na mimi nitakutendea hivi. Ninakushukuru maana uko mbioni kunitendea. Hilo ndio lilikuwa zungumzo langu na Mungu kila wakati. Na alikuja kunijibu kwenye mazingira ambayo sikuyatarajia. Ilikuwa kama surprise. Pop! Na mimi nikashangaa kama naota hivi. Mungu akanijibu kama nilivyomuomba. Haleluya. Amen. Acha kuwa na woga, peleka hoja mbele za Mungu. Shinda kiroho kwanza. Bwana asipojenga nyumba, anayejenga anafanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, anayelinda anafanya kazi. Wewe andika mambo yako, nenda mbele za Mungu na hoja za kumwambia Bwana, kiwanja nahitaji, eneo fulani. Leteni hoja zenu za nguvu. Ndipo anasema pasipo imani haiwezekani. Kwa hiyo njoo na imani.
usipelekwe na mawazo ya kwamba akaunti yako ina nini, ya kwamba unatokea familia gani, ya kwamba unaona nini, elimu yako ni elimu gani. Unapata sio kwa kutegemea akaunti yako, elimu yako, idadi ya watu ulio nao. Unapata kwa sababu ya Baba uliye naye, amen, ambaye ni mfalme wa wafalme. Amen. Haleluya. Amina. Alafu anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. 11:6 Warumi hiyo. Amini Waebrania. Alafu baada ya hapo kuna maneno anasema hapo tena. Endelea kidogo. Anasema, ndio. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amwendeaye Mungu lazima. Hiyo sentensi usije ukaipuza. Lazima. Kuna vitu vya lazima na kuna ambavyo sio vya lazima. Yaani kiukweli kikubwa ni ugali na mboga. Chumvi sio lazima sana. Jamani, kuna mtu ambaye anagoma kula kwa sababu eti hakuna chumvi. Utakula tu. Kwa kuna vitu vya lazima. Anasema unapomwendea Mungu lazima uwe na vitu vingapi jamani? Viwili vifuatavyo. Namba 1, ujue kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anasema Mungu hayupo, hata afanyeje atapata vitu vya kawaida vya dunia, vya kawaida, lakini kuna vitu vya ziada ambavyo wale wanaoamini Mungu yupo wanavipata. Cha kwanza, amini Mungu yupo. Kuna wakati nilikuwa nimekaa peke yangu hivi, ninaangalia tu hii dunia jinsi ilivyo, ninaitazama, naangalia mawingu angani, ninaangalia afu nasema kweli Mungu wewe ni wa ajabu. Halafu unasema mbia Mungu, leo tu nimekuja tu kukuambia kwamba nakubali upo. Mungu yupo. Hii dunia jinsi ilivyo ukitazama hapa inakuambia kabisa Mungu yupo. Hakuna mjadala. Haiwezekani hizi kanuni tulizo nazo. Hapa kuna hewa za aina nyingi lakini oksijeni ndio inayopenya. Nini hicho ambacho kinachuja mpaka ijulikane oksijeni ndio ingie kwa kiwango fulani? Hivyo vipimo vyote hivyo havijatokea tu. Mungu yupo. Haleluya. Amen. Nilikuwa naangalia na mimi nilikuwa sijui na wewe huenda ulikuwa hujui kama mimi. Umeona ndizi, sisi tuna ndizi, nimeziona mahala fulani. Umbo la ndizi, unalifahamu jinsi lilivyo? Umeona lilivyochora? Ndizi nyingi zinageuka hivi. Nyingi zimechora kitu kama nusu mwezi. Sawa kabisa. Nyingi kabisa. Nilikuwa sijawahi kujua sababu yake. Nikajua tu ni swala la kimaumbile. Wanasayansi wamekesha kutafuta ni kwa nini. Siri iko hapa. Wanasema wakati ndizi inapotoka vile vitoto vyake. Si unajua, sijajua kama huku kwenu pia mnafanya kama kule kwetu milimani. Vile vitoto vidogo vile, si unajua vina kasukari. Tulikuwa tunavichukuaga tunafionza hivi. Na huku mnafanyaga hivyo hivyo. Tuwahamishe tuwapeleke kule kabisa. Sasa vile vitoto ukivitazama, si unaona vimenyoka tu kawaida. Lakini ikishaanza kutoka kanapinda. Kumbe ndizi inapinda vile ili kufuata miali ya jua kujitengenezea chakula. Mungu yupo. Mungu yupo. Amen. Haleluya. Amina. Hata we hapo ulipokaa ni ishara kwamba Mungu yupo. Mwili wako una askari wengi, mamilioni wa askari. Yaani hapo tukachukua kipimo, tukachukua sample kidogo tu ya mikono yako. Kuna bakteria wako hapo, wazuri na wabaya. Wako wengi. Zamani walikuwa wanasema kwamba tuna seli nyingi, sisi ni multicellular organism. Tuna seli nyingi, lakini baadaye wamegundua wanasema tuna bakteria nyingi kuliko seli. Ndio maana sio vizuri kutumia sabuni za dawa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia hiyo? Yaani usijione mjanja sana kutumia zile sabuni za dawa, kwamba wewe ndio mjanja sana. Aliyetumia mbuni ndio amekuzidi. Kwa sababu ya masabuni ya dawa tunayoyatumia yanapoingia katika miili yetu kwenye ngozi, yanaua bakteria wazuri na bakteria wabaya, wote wanakufa kwa pamoja. Na wanasayansi wanasema kuna jamii fulani ya bakteria ambao wanakaa, nadhani ni kwenye masikio yetu kama sijakosea, wanapotea. Wanasema hiyo familia au bakteria inapotea
na moja ya sababu ni sabuni tunazotumia. Mtu anajiona mjanja sana, sasa mimi natumia sabuni ya dawa bwana. Sabuni ile inaitwa sabuni ya dawa, iliandaliwa kwa watu wenye mapele. Sasa mapele yamepona, bado unatumia. Yaani unajua wewe hapo ulipo ni kadunia kengine, kuna viumbe wanaishi kwako, wanazaliana hapo. Yaani ndio nyumba yao, wanakaa hapo. Na wengine washajenga nyumba zao, wameendeleza ukoo. Ngojeni niwaongezee kidogo. Huku labda hakuna. Mmewahi kuona akina mama hawa, akina dada zetu hawa wanaosuka rasta hizo, wanazitengeneza zinasokotwa hapo, wametengeneza vizuri. Sasa kuna saa unamkuta tu yuko tu hiyo. Si mmewahi kuona mwingine ikimzidi kabisa, yaani anawashwa, iko hapo hapo. Yaani pale ni kwamba kwenye kile kichwa chake pale kuna familia za wadudu wanakaa hapo wengi kweli kweli, ila wanabalishiwa tu lugha, wanabalisha lugha, wanaita mba. Sawa sawa Yaani wale mba ni viumbe, kuna koo za watu ziko hapo. Za hao wadudu wako hapo. Na wataalamu wa biolojia wanasema mara nyingi sana ukuta bakteria wanakuwasha, kuna vitu wanafanya. Natumia lugha ya kiutuuzi. Wewe hapo ukizidiwa, si kuna kale kanyumba unaendaga kale. Naongea na watu wa binadamu. Kale kanakuwa nje kale. Ukishakula chakula si unaenda kule. Na wenyewe wakishakula ndio hiyo acid hiyo inakuchoma. Kumbe jamaa ameshughulika hapo. Yaani unatazama mama, unasema hivyo wa Afrika nani aliyewaloga? Kwani kipilipili chako kakitengeneza vizuri, si unaishi? Paka upate tabu, nakuta mwingine anapambana natafuta kanani kakigingi kadogo hapo, anavizia wakati watu hawamuoni. Wadudu wanaishi, lakini kuna wazuri. Nimesema kuna wazuri, wako wazuri hata kwenye tumbo lako. Hapa kwenye tumbo lako kuna sehemu tunaita gut. Gut ni sehemu ambayo ina wadudu wa kutosha, ambayo chakula kinameng'enywa hapo. Kuna wadudu wengi wako hapo. Na gut yako usipoitunza vizuri, ubongo wako haukai sawa sawa. Na ziko njia nyingi za kusababisha wale wadudu wa kwenye gut waweze kuishi vizuri, uweze kuwa na uwezo wa kufikiri vizuri, na unapowaua, wanauawa pia na hizi dawa mnazopewa za antibiotic. Ndio sababu mara nyingi napiga vita sana matumizi ya kuku au wa kisasa, mayai ya kisasa, ni kwa sababu yanatumia sana antibiotic, na unapokula wale wadudu wetu, marafiki zetu, wanauawa. Usije ukashangaa siku hizi watu wengi tabia zimebadilika. Watu wamekuwa na hasira, yani kitu kidogo mtu anafanya hivi, ni kwa sababu wengi sana ubongo hafanyi kazi, kwa sababu ile gut wadudu wameuawa. Na njia nzuri sana kusababisha wale wadudu waweze kuishi vizuri, wadudu rafiki zetu wale. Na wazee wa Kiafrika huko zamani sana walijua hivi vitu, ni kwa sababu walikosa lugha ya kuelezea. Mimi nakumbuka kabisa wakati tunakuwa, babu alikuwa anatukataza saa nyingine, alikuwa anapenda usile haya madawa, utaua minyoo mizuri. Eti kwamba kuna minyoo mizuri. Kumbe walikuwa wanamaanisha hao wadudu marafiki hao. Wewe unasema sasa, mchungaji, tufanyeje kuwatunza? Punguza matumizi ya antibiotic. Sio vizuri kila kitu kidogo dawa, kila kitu kidogo dawa, antibiotic nyingi unawaua wale, sio vizuri. Lakini katokea daktari amekuandikia antibiotic, umetumia, umemaliza, baada ya kumaliza warejeshe. Kuna namna ya kuwarejesha nzuri sana. Unaweza tu kuwarejesha wakarudi wa kutosha, maana kuna kiwango chake. Moja ya njia ya kurejesha ni kula vyakula vilivyo, natafuta kalugha kazuri kidogo isije ikawa lugha mbaya, vilivyovumbikwa. Si nitumie lugha kuvumbika, nitaelezea labda niambia tuitaje hiyo lugha. Kuna watu walikuwa wanachukua zamani maembe mabichi, wanakatakata maembe mabichi, wanachanganya lawe na cabbage kidogo, alafu wengine wanaweka na ndimu au limao, wanaacha inalala. Mwingine anaweza akala baada ya siku 2. Ile ni njia nzuri ya kurejesha wale wadudu. Hiyo tunahitaji sasa. Tajua wenyewe huko. Bibi zetu waliotukuza sisi wajukuu kama sisi tulioko hapa, kama kuna bibi wakubwa wako hapa zama hizo, wakipika viazi vitamu vinapikwa usiku.
alafu asubuhi ndio watu wanakula. Jamani, ndivyo usivyo? Siku hizi wanachemsha hapo hapo, anakwambia kiazi cha moto. Hapana, sio sawa kabisa. Kiazi kilicholala kinabadilika mfumo wake. Ile ni starch, lakini inabadilika, inatengeneza kitu tunakiita resistant starch, ambacho ile starch ni chakula cha wale bakteria. Unapokula tu wanakula, wanazaliana kwa wingi. Samahani sana kama nitakukwaza nachopenda kukisema. Ukaniwekea mezani kati ya kiazi mviringo na kiazi kitamu, siwezi kugusa kiazi mviringo kabisa, na nina sababu za kimsingi. Kiazi kitamu hasa kile cha asili kina nafuu mara nyingi, kina vitamini nyingi, lakini pia ni chakula cha bakteria. Kiazi mviringo, na huku ndiko mnalima sana, sijui nyie ndio mtakao nikosoa, mnatumia mbolea hamtumii mbolea? Unajua ile mbolea inaisha saa ngapi kwenye kile kiazi? Ni kweli hata viazi vitamu vipo ambavyo wanatumia mbolea, lakini naongelea zaidi hii ambavyo tunatengeneza si wenyewe. Kuna vitamini nyingi sana, ni chakula kizuri sana. Vyakula vilivyolala kama hivyo ambavyo nimekuambia, hizo cabbage na nini, wenzetu wanajua namna ya kuvitengeneza kwa ajili ya kurejesha wale bakteria. Lakini ukishindwa yote kabisa, hata mtindi umeshindwa, japo kuwa hatukuumbwa kunywa maziwa, lakini mtindi unaweza tu ukatumia kwa ajili hiyo. Hatukuumbwa kunywa maziwa. Najua kuna mtu ananitazama sema, mbona Biblia imesema maziwa na asali? Ile ni lugha ya fumbo. Na hatujaharamishiwa maziwa kwenye Biblia, hapana. Lakini kiukweli miili yetu haijaumbwa kumeng'enya maziwa. Lakini ikibidi basi mtindi utakurejeshea wale bakteria. Kama ni ng'ombe wetu wa kienyeji, sio wale jamaa. Mungu atusaidie sana. Amen. Lazima uamini Mungu yupo. Hicho ni kitu namba. Lakini cha pili anasema lazima uamini ya kwamba Mungu anawapa thawabu wale wamtafutao. Wengi mna hofu ya kumwendea Mungu kwa sababu unapoenda unawaza, hivi atanijibu mimi kweli? Maana umeanza kujikosoa na dhambi zako. Nataka nikwambie leo, hakuna anayeweza kusimama mbele za Mungu bila haki ya Kristo. Wote tunajibiwa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliye bora kuliko mwingine hapa. Wote tunategemea damu ya Yesu Kristo. Tegemea damu ya Yesu. Haleluya. Ingia kwenye maombi. Peleka hoja zako. Kama ni nyumba, wewe una kiwanja sasa. Una kiwanja, unasema nahitaji nyumba. Chora ramani. Chora ramani kabisa ikamilike jinsi. Mwambie mtu akuchoree ramani ya nyumba unayotaka, vyumba vingapi, kila kitu. Mpelekee Mungu, mwambie Mungu ni. Na ukimpelekea Mungu, acha wasiwasi. Kuna ile hivi atanijibu kweli? Hivi itakuwa? Anakuambia mtu asiye na imani au mwenye mashaka ni kama wimbi la nini? La bahari. Asitarajie kwamba atapata kitu kwa Bwana. Acha mashaka. Na mashaka yanatoka wapi? Mashaka yanatoka tunapoangalia vyanzo vya mapato. Usiangalie chanzo cha mapato, mwangalie Bwana. Na Bwana ukimtazama atakuongoza katika njia ambazo wewe utapata hicho ambacho unakitarajia. Haleluya. Haleluya. Fungua kitabu cha Yoshua, ndipo tutamalizia hapo. Yoshua sura ya 8. Mliniambia na nusu na mimi nazingatia hiyo. Yoshua sura ya 8. Yoshua sura ya 8. Nataka uone jinsi unavyomwomba Mungu alafu unachukua hatua. Mtu mmoja nika comedy fulani kalirusharushwa kwenye mitandao, nafikiri wenda na nyewe mkaona. Nadhani huyu mtu ni wa Kongo. Anasema Biblia ni moja lakini kila watu wanasoma mafungu yao. Huyu Mkongo huyu ndivyo alivyochekesha watu. Anasema Waafrika walipofungua Biblia, wao wakaona fungu lingine. Wazungu waliofungua wakaona fungu lingine. Fungu la Waafrika ambalo waliliona linasema ombeni nanyi mtapata, wakaishia hapo. Hasema lakini wazungu waliposoma wakaona fungu lingine, tafuteni nanyi mtafanya nini? Kwa hiyo nategemea umeona fungu gani wewe kwenye Biblia. Ni hiyo moja. Sasa hatuishii kwenye maombi, tunaenda sasa kuchukua hatua. Imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, baada ya kumwomba Mungu, anza kuzunguka na kufuata kanuni za kibiblia.
ombeni nanyi mtapewa. Umemaliza sehemu ya kwanza ya ombeni. Kuna sehemu inayofuata, bisheni nanyi utafanya nini? Tafuteni. Anza, usiishie fungu moja. Haleluya. Baada ya kuomba, anza kuchakarika. Lima nyanya, lima nyanya kwa imani. Haleluya. Anza kujifunza makosa yako. Ni huko Afrika tu ambapo nyanya zikiungua shambani tunaenda kupiga ramli. Mchawi naye. Haiwezekani usiku nimetoka ziko sawa sawa alafu naenda sasa hivi tu hamna kitu. Waulize wataalamu wa kilimo, wanakwambia usiku mmoja kwa biashara ya nyanya shambani unatosha kumaliza nyanya zako kwa kosa moja tu. Usiku mmoja, haitaki siku nyingi. Usiku mmoja unaweza ukaondoka shambani sasa hivi, shamba liko vizuri, ukija kesho ni jeusi. Usiku mmoja tu. Kwa wadudu wanaoingia hapa, jifunze kuna shida gani. Hata hivi navyo, mimi sio mtaalamu wa masuala ya gesi. Kuna mainjinia wa mambo ya gesi na mafuta, wana elimu yao na wanajua kuliko mimi. Mimi naongea kwa elimu yangu ya kilei katika hayo maeneo. Mpaka sasa hivi bado mimi sijaelewa vizuri. Dunia inahangaika na mafuta ya petroli, mafuta ya dizeli, lakini tuna gesi asilia. Mazoezi yanafanyika Dar es Salaam hapo, magari mengi yamejaribu kutumia ile gesi, imeonekana kufanya kazi vizuri. Hii ilikuwa ni fursa kwa Tanzania kuanzisha mradi wa gesi asili kwa magari haraka iwezekanavyo. Kila mahali tungepunguza gharama za uzalishaji wa vitu. Naongea na watu wana binadamu. Inatakiwa kutumia, na Mungu ametupatia, tusiishie ombeni. Mtu mmoja anaongea utani wake, lakini hauko sawa, hayuko sawa, ila unafikirisha kidogo. Anasema Waisraeli wameshambuliwa, wao wametoka kupigana kutetea nchi yao. Waafrika wao wakipigana wanaomba kwa Mungu wa Israeli. Unajua inafikirisha Mwafrika wao wakipigwa na mkabidhi Mungu bwana. Jamaa wakipigwa anasema tutawachapa. Nasema hivi kwa sababu nasikilizwa na vijana wadogo wako hapa wa chuo, wanafunzi wananisikiliza vizuri. Inaumiza. Inatakiwa wanafunzi wetu wanaposoma shuleni waanze kutoka na dhana ya kiukombozi, dhana ya ukombozi wa fikra, dhana ya kuamini tunaweza, dhana ya kwamba hata sisi tuna akili, tena tumewazidi. Lazima tutoke nje ya box. Kinachotuponza kikubwa sana ni ubinafsi. Unampa mtu tenda ya barabara, anapiga hela cha juu, barabara chini ya kiwango, maana hela inahitaji aweke mfukoni. Badala ya kufikiria jamii, unajifikiria wewe na familia yako. Ujinga kabisa. Biblia inasema mwenye hekima huwaachia watoto wa watoto wake akiba. Njoo kwetu Afrika, nile changu mapema, kila mmoja atajua maisha yake. Kwa hiyo umaskini utaendelea kuzunguka kwenye familia, maana anayekuja kuzaliwa anazaliwa na babu ambaye alikula chake akamaliza. Kwa hiyo hakuna wa kuendeleza, inabidi na wewe tena uanze kupambana na vya kwako. Ukipambana, ukifika mahali unasema babu alikula hivi, mimi ni nani? Na mimi nile vyangu. Kwa hiyo na wewe unakula. Umaskini unaendelea kwa sababu atakayezaliwa tena na yeye hujampa muda wa kupumua. Hebu ishi maisha ambayo wajukuu zako wape kupumua kidogo. Badala ya kufikiri mambo mengine, waanze kufikiri kuendeleza ulivyoviweka. Nimeenda Uingereza nikaangalia jiji lilivyojengwa. Nikaenda mpaka huko chini, nikapelekwa na mwenyeji wangu chini walivyotengeneza hizo reli zao za chini huko. Unaambiwa hii ni za miaka ya huko nyuma, 1800 na 1900. Unatazama sema 800 na kitu. 800 na kitu. Sisi barabara ya kutoka tu Iringa mjini kuja Kilolo unakutana na lami, alafu katikati inakata. Piga rafu yako mpaka upatikane tu. Mpaka unatazama. Mimi bado siamini kabisa kilichotuponza kwa miaka mingi. Hakuna kitu kibaya kama utumwa wa fikra. Ni mbaya kweli kweli. Yaani kuwa mtumwa wa vitu vingine vyote. Lakini kama hapo hujafunguliwa kwenye fikra, utabaki hapo hapo ulipo.
mpaka tumebakia mpaka leo. Ukiona kang'ombe au kuku kalikokonda unasema kakiafrika. Ukiona lizuri sana kwa kizungu. Si tukaishia fungu moja, tuombeni nanyi mtapewa. Wenzetu wakaendelea, tafuteni. Kwa hiyo wanatoka huko wanakuja hapa, wanatuita sisi ni watu wa ulimwengu wangapi? Watatu. Lakini wanakuja kuchukua dhahabu kwenye ulimwengu wa tatu, na sisi tumeridhika kabisa. Wenzetu kule bwana, mambo super. Turudi hapa kwetu. Haleluya. Unapompelekea Mungu hoja zako, umeomba, umemaliza, chukua hatua. Ndugu zangu, Biblia inasema Bwana atabariki kazi za mikono. Nimeshapigia kelele hawa vijana na wengine wote, omba utakavyoomba, funga utakavyofunga, ukajikuta huko chumbani kwako umefunga na kuomba, Mungu akushushie gunia la mchele, na hilo nasema amina, ukalikuta liko mbele yako, usile na kusihi, usije Mungu hajibu hivyo. Hilo jibu la shetani, sio la Mungu. Jibu la Mungu limesema utabarikiwa mashambani. Ina maana kwenye mashamba kuna kazi za kufanya. Mungu anasema utabarikiwa mjini. Ina maana ukija mjini umetoa kile cha shambani umekuja kuuza mjini. Hivyo ndivyo ilivyo. Hapo ndipo kuna baraka. Fanya kazi. Yoshua akapigwa. Wakamjua Akani ndiye amekosea. Wakamtoa Akani, wakatoa na vile vitu wakachoma. Ni kweli kulikuwa na uchawi dukani mwako na ukaona umeuchoma. Baada ya kuuchoma, sio ukai useme sasa nimechoma uchawi, wateja watakuja. Tumia kauli nzuri kwa wateja ili warudi. Badilika, uchawi umeshaisha sasa. Na mdomo wako unashindwa kutumia mdomo wako. Unajua kuna maeneo ya biashara hata mimi naenda. Na huwa nikienda huko sivagi koti wala tai. Naenda simple kabisa. Kuna mtu anakupokea mpaka anasema hapa sirudi tena. Lakini kuna maeneo unafika unasema kila nikikanyaga nitafika hapa tena. Kwa jinsi ulivyopokelewa tu. Ili umefika tu umekaa, mtu anakuja, habari yako, umehudumiwa. Kuna hoteli moja nilishangaa, mara 2 nimefika. Anayekuja kuuliza ni manager. Nimekuja tu nimekaa pale. Unashangaa manager anatoka papa nakuja. Umesikilizwa? Naambia ndio. Umeagiza nini? Namueleza kila nilichoagiza pale. Wamechukua muda gani? Bado uliagiza muda mrefu kidogo, hawaja kuhudumia bado. Unasema kama dakika 15. Nasema subiri, usiwe na wasiwasi, nafanyia kazi oda yako. Manager. Unakutana na kichwa mbovu. Kinakwambia hapa ni kukomoana, baki na hela yako na mimi nabaki na vitu vyangu. Hasa utafanyaje sasa? Hapana. Badilisha kauli. Haleluya. Kwenye biashara yako ongeza kiwango. Omba alafu bisha. Haleluya. Kuna watu ambao hawatajua kwamba unauza njegere. Lazima uanze kutangaza nina kitu hapa. Alafu bisheni, anza kuwajibika. Yoshua hakuishia hapo. Alipoona amemaliza tatizo, Mungu akamwambia sasa hamtabweteka. Mnaenda kupambana kwa kutumia staili mpya. Sura ya 8, soma fungu la kwanza. Yoshua sura ya 8 aya ya kwanza nasema. Kisha Bwana akamwambia Yoshua. Akamwambia usiche. Wala usifadhaike. Stop hapo. Nataka nisome Kiswahili cha kisasa. Tuko sawa? Fungu hilo sikiliza, anasema Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, usiogope wala usiwe na wasiwasi wowote. Kumbe kuna saa, kwa sababu umeingia hasara sana kwenye uwekezaji, unakuwa na hofu ya kuwekeza tena. Anasema usiogope wala usiwe na wasiwasi wowote. Nitazameni macho yangu mimi nayeongea na nyie, yatawaambia kama hiki ninachoongea kinatoka moyoni au nafanya usanii. Katika vitu vinavyonifurahisha ni kukuta wacha Mungu wanamiliki biashara na maeneo makubwa ya kibiashara. Nikifika nikiona roho yangu inafurahi, nasema hapa safi. Hapa kuna mtoto wa Mungu yuko hapa. Haleluya. Nasikia furaha. Mungu atusaidie sana. Amen. Juzi nilikuwa Sinza nakatiza kule Sinza mtaani. Napita tu mahali unashangaa kwa nini mchungaji cho. Kufika pale ni mwanadada ana duka la nguo kubwa.
Anasali kanisa la TAG. Nimefika naambia mchungaji, mimi ni mwanafunzi wako, nilikuwa na kadubasha kadogo tu hapa, nilisikia mafundisho yako kwamba tumpelekee Mungu hoja, nikamwambia Mungu nataka kumiliki vibanda 4 hapa. Anasema wakati ninaongea watu wameniona kama kichaa. Anambia angalia, nimeunganisha hiki, nimeunganisha hiki, nimeunganisha, duka limeenda mpaka kule. Hapo nakwambia pastor, chagua kiatu unachotaka hapo cha ngozi. Sasa najua hapa nataka kujua nilichagua usikuchagua. Bahati mbaya namba zilikuwa kubwa zote. Sisi tuna size zetu special za China na Korea. Sisi za kwetu tunatoka Japani. Msituone hivi. Korea, Japani ndio size zetu. Sikiliza. Saa imefika. Ondoa woga, ondoa wasiwasi. Nitaishia kwenye hilo fungu, kesho tutaendelea maeneo yaliyobakia ili tuingie kwenye maombi sasa. Sikiliza sentensi hii. Mtu aliyetengeneza soda aina ya 7 Up ambayo mnaifahamu sana, ukisikia historia yake mpaka ile soda inakubalika kwenye kile kiwanda, ilipitia hatua kadhaa. Baada ya yule mtu ambaye anatengeneza uzalishaji, ndiye mzalishaji mkuu, niseme ndiye mpimaji wa zao products, akataka aina fulani ya soda yenye zile sifa, wakaleta watu. Huyu bwana akaingia kwenye kinyang'anyiro cha kuleta ile soda. Akaleta mara ya kwanza. Anayejaribu hii product, alipojaribu mara ya kwanza akaona haina kiwango, akamwambia rudi, kajaribu tena. Akajaribu mara ya pili, akaleta, akamwambia rudi, hii bado haina kiwango. Akajaribu mara ya 3, mara ya 4, kila akileta naambiwa rudi. Alivyoenda mara ya 5, kama sijakosea, yule bwana akamwambia, wewe nilishakwambia umeshindwa, acha wafanye wengine. Maana sura ni ile ile. Jamaa kaenda kagoma, akasema hapana. Akaja mara ya 6, mara ya 6 mpaka aligomea kufunguliwa ili kumuona yule jamaa anayejaribu ile product. Kama wewe si umeshaambiwa, lakini kwa usumbufu wake jinsi unasema, mruhusuni tu aingie yaishe. Jamaa karuhusiwa. Alipojaribu akamwambia, bwana mdogo, nilishakwambia acha. Yule jamaa karudi, akaenda akajikunja tena, akarudi mara ya 7. Mara ya 7 akaruhusiwa kuingia. Yule jamaa alipomuona, yani nimemuona tu kwenye kamera hivi, akasema ni king'ang'anizi huyu, amekuja tena. Nenda akamwambia aondoke. Akamwambia ondoka. Kajamaa kakagomea pale pale. Kidogo kaitiwe polisi. Asitusumbue. Alete. Si tunaionja tu. Si tunamwambia haifai. Asitupotezee muda. Jamaa akaja. Mwanaume kuenda pop akamwambia, wewe asa mzee vipi asa? Hii ndiyo tunayoitafuta. Sasa tutainunua product yako. Sasa tupatie jina lake, tuiteje hii? So unajua kuna mirinda nyeusi, unafahamu mirinda nyeusi hapa kuna hiyo zote sasa. Hii tuiteje? Jamaa kawaza akamwambia, hii uite 7 juu. Maana mara ya 7 ndipo nimefanikiwa. Na mimi nakutia moyo, usiache njozi zako kwa sababu hazitokezi leo. Hata tembo hachukui mimba miezi 9. Nguruwe na mbwa, wakati tembo ana mtoto mmoja, wao wamezaa labda hata mara 9. Huwezi jua njozi iliyoko ndani yako ni tembo. Unataka iwe kama mimba ya mbwa. Usikate tamaa. Naomba tusimame. Ikiwa kwenye maisha yako una mipango mikubwa kwa ajili ya ufalme wa Bwana, na hili nimelisema na lirudia tena, Mungu akikubariki kiuchumi, yako mambo yafuatayo usije ukayaacha. Namba 1, usije ukaacha kuunga mkono kazi ya Mungu. Haleluya. Ukisikia makanisa yanajengwa, unga mkono. Ukisikia changizo unafanyia kununua kiwanja, weka kitu pale. Hicho kikapu kisipite bure. Haleluya. Weka kitu hapo. Ukisikia habari ya maskini, wajane, yatima, wasaidie. Mungu atusaidie sana. Ikiwa una mpango fulani kwa ajili ya Bwana mkubwa, unasema pastor, kwenye akili yangu nina njozi nzito, nahitaji Bwana anisaidie. Piga hatua.
uje hapa mbele. Baba, sina msaada ila kwako pekee. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Mungu anaongea kupitia Musa, anawaonya Waisraeli, anawaambia, nanyi mkisha kufanikiwa na kuishi katika nyumba zenu na kula vyakula vyenu na kuwa na kondoo wengi na ng'ombe wengi, msimsahau Bwana Mungu wenu. Kwa asili, bila Roho Mtakatifu, tuna tabia ya kuona kama vile sisi ndio tuliofanya vile vitu. Lakini muombe Mungu, mwambie, ukinifikisha pazuri, nikumbushe, nirudishe sifa kwako. Matoleo ya zaka na sadaka sio kwamba Mungu ana shida ya pesa, ni kumtambua Mungu na kumpa heshima yake. Maana yake sio kumhonga Mungu, ni kumwambia Mungu, katika vyote nilivyo navyo ni wewe ndio umenipa. Ndio maana yake hasa. Ndio maana Biblia inasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako. Kwa hiyo ishu pale sio kumhonga Mungu. Ishu pale ni kumwambia Mungu, nina kuheshimu, nina kutukuza, maana kondoo 10 umenipa wewe, na ishara kwamba na kuheshimu, chukua vilivyo vyako. Ni heshima kwa Mungu. Fumba macho tu. Tunakutukuza Mungu. Tumekuja hapa mbele sisi wote na wale wanaoangalia kwa njia ya television, tumekuja wote. Kuna njozi umeweka ndani yetu kubwa, lakini kuna mahali tumeshindwa kuelewa. Tumeshindwa kuleta hoja hizi kiroho kwako kwa njia ya maombi na imani, na wakati mwingine wasiwasi na mashaka ndio vimetawala. Leo mashaka na wasiwasi tunaviondoa kwa jina la Yesu Kristo. Maana umemwambia Yoshua, usiogope wala usiwe na wasiwasi wowote. Lakini wengine tulipoomba tukaishia hapa, hatukuchukua hatua. Na kuanzia sasa tunachukua hatua. Na ukabariki kazi za mikono ya watoto wako. Na baraka zikipatikana, tufundishe kukutukuza wewe. Adui mkubwa wa baraka hizi ni kiburi. Adui mkubwa wa baraka hizi ni kujiona kwamba ni sisi. Tufundishe tujue hizi ni karama umetupa, tukurudishie sifa na shukrani. Watoto wako hao unapowabariki na kuwatendea mema, wape hekima na maarifa. Tutaona tena jinsi uliomsaidia Joshua. Siku ya kesho tutaangalia uliomsaidia, na tutakapogusa yale maarifa, na maombi yetu ya kesho ni kuomba kupewa maarifa na hekima. Tusaidie, tulete tena tukaisikie sauti yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki.